Habari ya saizi ndugu zangu waandishi wa habari. Mimi kwa majina naitwa Dr. Kumbuka. Najua wengi mnanifahamu, na kwanza kwa kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia pumzi na uzima wa siku ya leo waita hapa. Tuna jambo letu, au ndugu zangu, tunazungumza ndugu zangu wanawake maji ya kwanza kwa majangili wana jambo lao kubwa, na mimi nikasema nikiwa kama mimi ni event coordinator wa hili jambo lao, kwamba kisha kwamba jambo linafanikiwa kwa ukubwa. Nikasema hapana, hatuwezi kufanya jambo bila Watanzania kuwashirikisha. Kwa nini leo mtaweza kujiuliza? Tuko hapa, mimi Dr. Kumbuka, kushoto kwangu yuko Kitasa. Unaona, mwanamke ambaye tajiri Kitasa, unaweza kumuita hivyo. Mwanamke ambaye anamiliki bwana unafanana na rangi, lakini pia huku pembeni ngumi niko na tajiri wa miaka yote, mwanamke ambaye ana tuzo yake ya mtunzaji bora wa mwaka 2024-25 ambaye alipewa na Kitasa. Na kama ulivyoona kwenye mitandao ya kijamii ile trend video bibi Mariam Chozi akienda kutunza milioni 17 kwa udugu wake na John, akatunza iPhone 17, yeye mwenyewe bado yuko 15. Unaona vizuri, kwa mambo ni mazuri mjini, unaona eka zake zilivyo. Kwa leo labda mtajiuliza kwa nini tuko hapa. Naomba niwakaribishe waandishi wa habari kama nilivyosema la kwanza, kwa sababu nyinyi familia yangu, hakuna jambo ambalo tunafanya lisifanikiwe kupitia nyinyi, na tunaamini kupitia nyinyi jambo hili ambalo tunakusema kulizungumza hapa litawafikia Watanzania wengi. Cha kwanza, tuna jambo kubwa, na jambo kubwa hili kama unavyoona bana nyuma hapo inavyojieleza, hiki ni kibao kata. Sawa, kibao kata kata mwaka 2025 kulikuwa na mambo mengi sana ndugu zangu, kulikuwa na mambo mengi, nadhani sitaki kuya mention, lakini kupitia Mariam Chozi, ukienda kwenye Uswahili, ukienda kwenye standard ya katikati, ukienda standard ya juu, mambo yalikuwa yako mengi. Kupitia Kitasa mambo yalikuwa yako mengi, lakini wao kwa pamoja wakasema hapana, huu mwaka hatuwezi kuacha hivi, lazima huu mwaka tuuache na shindwi. Mwaka huu lazima tuushindue, mwaka huu lazima tuubidue, vya kuoga tupake, vya kupaka tumeze. Wakaja na jambo lao kubwa kabisa la kibao kata cha kufunga nini mwaka. Na kibao kata hiki unavyokiona, walengo wenyewe ni hawa majangili. Kwa hiyo nimewaiteni hapa, au kuja kwenu hapa mje kuwasikiza hawa majangili wawili, jambo hili limekuwaje, kwa nini kibao kata kinafanyika wapi na lini, lakini pia lengo ni nini maana mimi vaza chini nimesikia kibao kata Mlimani City, au sivyo? Tajiri Kitasa vipi Mlimani City? Nimeshangaa kwa kibao kata, mimi tangu napata historia sijai kuona kibao kata kinafanyika Mlimani City. Tumeshuhudia hata mastaa hawajawahi kufanya kibao kata Mlimani City. Kitasa, Chozi, kama mnavyojua picha ya harisi ya Mlimani City, ukumbi hamna, ukumbi wa chumba na sebule pale. Ukumbi wake pale unaojua, unaona vizuri ukikanyaga kila hatua yako inajilipia. Kwa leo hii tuangalie vipi, na ukiangalia Chozi juzi mtu kutunza milioni 17 na iPhone 17 mwenyewe japokuwa kwenye bado 15. Hii haya mambo yanaenda yako vipi? Naona vizuri haya mambo yanaendelea yana utamu vipi? Kwa hiyo nimkaribishe Kitasa, karibu sasa uzungumze na Watanzania, na waandishi wa habari wako hapa, uwape picha nzima halisi ya nini ambacho siku ya leo umekusudia ukisema na kuambia Tanzania, na nini ambacho kinaendelea kupitia tarehe 28. Bwana Yesu asifiwe, mabibi na mabwana. Lengo langu kubwa kwanza la kuita waandishi wa habari ni kwa ajili ya kibao kata mwaka 2025. Kauliza Kumbuka, why Mlimani City? Mlimani City kwa sababu sisi tunaofanyaga hizi shughuli zetu za taarabu, vibao kata, sijui nini, asilimia kubwa watu wamekuwa wameweka ni kama vile shughuli za raw. Yani za low budget, yani za chini sana. Wazungu wenyewe mnaita sijui low budget hivyo. Local budget. Yes. Lakini sasa haipo hivyo. Asilia kubwa ya Watanzania ni Waswahili, na asilia kubwa ya starehe ya Kitanzania ni hizi ngoma. Yani vibao kata sio vya leo, sio vya jana, ni mabibi na mababu zetu. Baikoko sio ya leo, sio ya jana. Taharabu, yani ni vitu vya asilia. Kwa tutakuwa tuna taharabu, tutakuwa na kibao kata, tutakuwa na baikoko, pia tutakuwa na magoma. Yani tutakuwa na vitu vyetu vya asilia, ndio starehe zetu kubwa. Ningependa kushare na Watanzania wote wakaribia Mlimani City kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Yani 10,000 yako unapata kijora chako. Iko kijora unakuja Mlimani City. Kama uko Manzese, uko Mbagala, uko Chanika, uko Kimvure, popote utapokuwa. Hii sio ya Kitasa na marafiki zake, sio ya Chozi na marafiki zake, ni ya Chozi na Kitasa na wananchi wote wa Tanzania, ndugu zangu Waswahili wenzetu, yani tunaopenda hizi starehe.
Ila ukishavaa kijora chako hakikisha, mimi nimeona hapa sijapaka poda kubwa, ila kidogo nimejipatua kidogo, naonekana na kimuonekano unakuja umependeza Mlimani City. Tubadilishe kwanza, tutoke kwenye kibao kata kiwe cha kawaida, tukipandishe na sisi tupande 26 hiyo. Mtu akeka kibao kata ajue kwamba naenda kwenye shughuli ya maana. Na wakaribisha ndugu zangu wa Tanzania, kijora chetu shilingi 10,000. Tutawekea namba zetu za simu na tutaleteni pia kijora hapa tutakitangaza. Jamani, kama walivyotangulia wenzangu kuongea kwamba tuna jambo letu tarehe 28 mwezi wa 12 tunaukata mwaka na kibao kata pale Mlimani City. Mimi sio mwongeaji sana. Jamani, nunueni sale, kijora tunauza shilingi 10,000. Njoeni tu enjoy. Njoeni tufanye starehe. Maana kuukata mwaka kama watu wanaofunga mwaka, sisi tunaenda tunafanyaje? Tunaukata. Tutakuwa live tarehe 28 mwezi wa 12 hapo Mlimani City. Karibuni sana. Hii sio ya kwetu tu. Hii ni ya watu wote. Karibuni sana. Nianzie kwenye kampuni kwa ukata cha nani sasa hiyo pale. Na baadhi ya wanawake walikuwa pale. Moja kati ya swali ambayo pia lilienda kwenye mitandao ni kuhusiana na kibao kata kwa wanaume, wao wanahusika vipi? Kwa hiyo tunaona ulikuwa nani? Ile shughuli hiyo umefanyia njuga. Tunawajibu nini wa Tanzania ambao hata kwenye huo wana mindset wanaume kwenye kibao kata wao wanahusika vipi? Sawa, kuna swali lako zuri sana, lakini kuna kauli moja wa Zanzibar wanatumia na kwamba mambo na watu peke yako uyawezi. Kibao kata mimi kwanza cha nani nilikuwepo kama ndo mshereheshaji pale. Kwa nafasi yangu ilikuwa kama mshereheshaji. Lakini pia nilikuwa ndo event coordinator wa kile kibao kata chote, kwamba hapo bwana tupambe hivi, hapa tuweke hiki, hapa tufanye hiki, buffet chakula ikae hivi. Nadhani unajua kazi za event coordinator. Kwa mimi ndo nilikuwa pale coordinator wa jambo zima. Hata hao walivyoona kile kimefanikiwa kwa ukubwa, wakasema hapana, tukimtafuta daktari hapa mwenye huu mji wake, naona vizuri atatupangia jambo zuri. Ndio maana mimi walipokuja wakasema atakatufanyie ukumbi wa Ubungo Plaza huko. Nikamwambia hapana. Yaani hamwezi kushtua. Mtaka kushtua kitu lazima muwatoe watu kwenye walipozoea. Mwalete kwamba kitu kinawezekana. Hata wao mara kwanza wasema kweli tutaweza Mlimani City, kama mtaweza. Na watu watapata shauku kubwa ya kuja Mlimani City kwa sababu wanajua Mlimani City, wewe mwenyewe hapo loja tu akili yako inawaza kwamba ukishasikia Mlimani City unajua bonge moja la nini? La event linafanyika. Kwa hiyo tayari ile ukubwa wenyewe ile jambo limebebwa na nini? Na Mlimani City. Kwa hiyo idea yangu ilikuwa ni kuwapangia matukio mazuri, sehemu ya kufanyia matukio na watu ambao watasherehesha hayo matukio kwenye swala zima la burudani, na ndio maana unaona niko hapa. Kwa hiyo sio special day wanawake. Special kwa ajili ya wanawake. Wanaume wanaojua kibao kata wao walikushuhudia. Kwanza ujiulize kwa nini kibao kata kinapigwa na wanaume? Kwa nini kisipigwa na wanawake? Ukienda Tanga kule unaona Tanga. Baikoko inavyochezwa inachezwa na wanaume, lakini ukienda huko kwako ukicheza utakwambiaje? Atakwambia tayari huyo ka left. Unaona vizuri. Kwa hiyo vitu vipo, lakini ukuja kwa sasa kwa swala zima la wanaume inakuja kulingana na kitasa na chozi. Chozi ana watu. Sababu sio matajiri wa kiume pia watakuepo. So wanapenda ekaeka, na unajua wanaume wetu wanaume wengi wa dawa wakija wanatafuta watoto wazuri mle ndani, namba mpya. Unaona vizuri. Kwa mtu mwingine anaona anakuja mle ndani, anakuja kurefresh lakini anapata starehe, lakini pia anapata na mtu ambaye farini alomchagua. Sasa kama mahusiano tunaanzia siku hiyo. Hauna ngopa ndugu zangu. Kwa hiyo huyu iko kuepo. Wao wakaangalie wanaume wengi kwenye kibao kata huko wanachokisema loja. Ni wanaume ambao wanajiweza. Sio wehae. Sio pakavu tia nini? Tia mchuzi. Sio handudu handada. Wanajiweza. Ila tu wanapenda shengesha za nini? Za mjini. Ndio maana wanakuja humo. Labda wazungumzie wale wengine wale. Na maswali mawili. Swali moja kwa kukumbuka, wengine kwa waandaaji wa kibao kata. Nimemsikia Kitasa hapa anasema hiyo tarehe 28 utakuwa hakuna kiingilio, yani kiingilio ni sare ambayo tu mtu utakata. Labda pengine mtu nyumbani amekaa anajiuliza lengo la Kitasa na madam hapa, madam Jospanda hiyo kibao kata, lengo lenu hasa ni nini? Ikiwa labda target yenu sio pesa, target yenu yani ni nini? Mtu anaweza kujiuliza swala la kwanza. Swala la pili, kwa taarifa ambazo sio rasmi, mimi nimesikia siku ambayo mnafanya tarehe 28, siku ambayo kunafanyika cha kibao kata kwa Mlimani City. Madam Chuma pia naye atakuwa anafanya kibao kata. Nimesikiliza maoni ya watu Instagram na nini, soma comment, nasikia kwamba yule ana pesa sio kuliko nyinyi na nini. Hiyo imekaaje kwa nyinyi? Sasa hapo mimi hapo nikae pembeni wapishe majagi. Swali langu ni lilikuwa
niwezi kulijibu afu niwapishe majangili. Majangili. Jibu jangili. Swali la kwanza lilikuwa nini? La kwanza lilikuwa kufanya kibao kata ni nini ikiwa target yenu sio pesa? Lengo la kufanya kibao kata ni kaa hapa ili upate jambo vizuri. Jangili kaa. Lengo la kufanya kibao kata kwa ajili ya starehe. Mimi napenda sana starehe. Napenda sana enjoyment, yani napenda sana. Yani napenda kuenjoy. Hivyo ni vitu vyangu, wanaonijua wananielewa. Napenda sana kuenjoy sana. Kwa hiyo lengo kubwa nataka tu watu tu enjoy. Tufunge mwaka. Mwaka ulikuwa na vitu vingi hivi. Kama mimi mwaka nimepitia mambo mengi ndugu zangu. Mwaka mgumu. Kwa hiyo na imani ugumu sijopitia peke yangu. Ingawa sijui nimejisemea mimi binafsi mwaka ulikuwa mgumu sana. Sijajua kwa wenzangu. Kwa hiyo nimeamua tu, uzuri nashukuru Mwenyezi Mungu nimevunja kikoba juzi. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, acha tu enjoy tu, maana hata tuseme mwakani wengine na hizo unaweza kujikuta kwa mgumu zaidi. Kwa hiyo bora ni enjoy nifanye mambo mengine mwakani. Ni pesa nyingi sana. Tunasikia Mlimani City kuchukua place it cost zaidi hata milioni 26 sometimes. Ni pesa nyingi kama huna. Yaani always hapa mimi hata sasa hivi hapa nikwambia hivi naomba shilingi 1000 ujue ni nyingi kwa sababu mimi sina, nimekuomba na mimi wewe unayo. Kwa ni pesa nyingi kweli, kila hela ni nyingi. Hata 500 ni hela nyingi sana kwa mtu ambaye asiyekuwa nayo. Lakini kwa mwenye nayo ni ya kawaida. Ushapiga bajeti labda inatumika bei gani? Sitaki kupiga bajeti natumika bei gani kwa sababu mimi ni mfanyabiashara. Mimi ni mfanyabiashara. Kwa hiyo nikasema nimetumia kiasi kadhaa kwa ajili ya watu waje wa enjoy. Swali la pili lilikuwa la nani? Kwa nini mmeweka tarehe moja na shughuli ya Choma? Mimi na imani Choma kwanza alifiwa na mama yake. Alifiwa na mama yake. Sidhani kama ana shughuli kubwa. Choma yeye anatoka msiba. Yeye anatoka msiba kwa sababu mama yake alikufa kama miezi 3 hivi nyuma. Yani miwili sijui 3 mama yake mzazi amekufa. Kwa hiyo sidhani kama mtu unaweza ukafua na mzazi wako wenzenu ukaja kufanya shughuli. Kwa hiyo sidhani kama tunakomplikea na yeye sana. Hatuna yani hivyo vitu, hiyo issue haipo. Sababu yeye yupo kwenye matatizo, anatoka msiba kwa sababu kakaa ndani. Tuseme kama wanaita sisi mtu akifua na mume anakaa nini? Eda, yes. Akajitahidi pia mashallah kwa sababu hivi mtu kufiwa na mzazi afuna ukakae ndani ya miezi 3-4 barabarani uonekane ni majari, right? Kwa hiyo kajitahidi, kwa yule anatoka msiba au siani na sisi hii ni starehe ya wananchi, tukastarehe tukaenjoy. Yeye anatoka msiba sasa, kuna maulidi, kuna vitu vingine, hata kama kuna muziki haiwezi kuwa kama vya kwetu sisi. Yaani havituhusu sana. Sawa, sasa kwa mtu ambaye anafuatilia kibao kata vya mjini, asilimia kubwa kuna wale watoto labda wa Masaki, wa Mbezi ama watu wazima ambao pia wanatamani kuhudhuria hizo shughuli. Lakini kama kwa ukiangalia kwa mwingine, wewe unaona kama ni shughuli za kidini, watu wanasisambua, wanacheza maumbo na nini. Tunamuweka kwenye mindset gani mtu ambaye pia anatamani kuhudhuria kibao kata hiki pale Mlimani City, labda asiwe na mawazo yake kila kibao kata tunakaa kwa kidini na nini, unajua zile. Uzuri ni kwamba vibao kata vya hivyo vipo na ni vingi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu mimi sijawahi kuzulia vibao kata vya hivyo, na wanifuatilia wote wanaelewa. Yaani vibao kata vya hivyo vipo, lakini mimi binafsi sijawahi kuzulia vibao kata vya hivyo. Kwa hiyo ndio maana hata nilivyosema mimi nina kibao kata, mimi nikisemaga nina shughuli na kuaga different kidogo, ni lazima kitu changu kiwe classic na kiwe kizuri. Yaani mimi napenda kitu kizuri. Location ni Mlimani City. Kijola ni 10,000. Nunua kijola chako mapema, kama unaenda kukidesign kakidesign, kama unafanyaje yani ni wewe mwenyewe. Wanakaribishwa wazee kwa sababu ndio maana nimeweka band live kwa ajili ya taarabu za zamani, pale kutakuwa na East Africa Melody. Nimeweka kibao kata cha watu wazima, wakina Kivurande, wakina mama yangu, sijui umenielewa. Nimeweka goma la Alima Goma, lakini sasa wenyewe wanamuita Alima Kende. Sijui umenielewa. Ashika kende. Yani nimeweka starehe hizo kwa ajili tu enjoy. Yani hii ni enjoyment. Hata kama mtu akicheza, ile ni Mlimani City. Mtu aweza akatoka huko akacheza akavua nguo, no, haiwezekani. Mtu aweza akatoka huko mimi naenda Mlimani City nikafanya vitu vya ajabu. Kwa Tanzania unajua tumeumbiwa haya, hata kama mtu anajichetua asubuhi anajuta kwa nini kafanya. Ila inatokea. Tena napenda niwaambie wageni wangu. Tutakuwa na bia za bure, pombe za bure, cocktail, wa mocktail na buffet ya chakula. Yaani hii ni starehe. Chakula hiyo 10,000 yako unakuja unakula, unakunywa, yani wewe unakula, unakunywa hadi unakunywa tena hadi unakuogelea. Karibuni sana.
Itakuwa ina mambo ya kutunzana. Hamna kutunzana, kama Rabo mwenyewe ukijisikia sawa, lakini hakuna kutunzana ndugu zangu. Kutunzana hakuna. Wewe kama una bebe lako ya usafiri, kama unapanda pikipiki yako kama Sandeo, njoo hela yako ya pikipiki tu kama Sandeo ya kurudi nyumbani. Ukitaka tena mambo ya kutunzana, huyo ni wewe mwenyewe sasa. Nimejisikia nibandike chozi, nimejisikia nibandike kitasa, lakini hakuna kutunzana. Yaani hakuna keki wala kitu chochote. Ombe ruhusa wanawake ambao wameolewa. Jamani, mashemeji zangu wapenzi, napenda naombeni ruksa, wanawake zenu waje enjoy. Hii ndio sikukuu yetu, wanawake hatuna outing zetu ndio hizi. Harusini mnawakataza, basi waje enjoy pale Mlimani City, tutakuwa tu wenyewe tuna enjoy. Karibuni. Madam Chioma ni moja kati ya madam amekuwa akifanya hivi kwa wakati licha na nyinyi mkifanya vinakuwa vinafanikiwa, lakini juzi tumeona wewe umepewa tuzo ya mtunzaji bora kama brother anasema umetunza shilingi milioni 17 umetunza na iPhone 17 ukiwa wewe bado unatumia iPhone. So inamaanisha kwamba wewe kwenye swala la kutoa pesa una namba nzuri, hata sio umepewa tuzo. Imekuwaje Chioma anakuja kusemekana ana pesa nyingi kuliko nini? Unajua kwa nini wamenipa tunzo? Mimi maskini ambaye sina roho mbaya. Yaani mimi bora niitoe afu kesho niitafute. Afu mimi usiniambie fulani ana hela. Kwa sababu mtu kama anisaidii hela za kwake. Mimi maisha yangu, pesa yangu inanitosheleza. Kwa hiyo ukiniita maskini, ukiniita sina hela, mimi nakuona wewe tu unajisumbua, kwa sababu mimi sijawahi kuja kumuomba mtu pesa. Pesa yangu inajitosheleza na maisha yangu. Na ndio maana umeona nafanya vitu vikubwa, hata wao wenyewe wanakubali. Mpaka wanaleta tunzo. Sio kitu kidogo unajua Sio kitu kikubwa. Mimi sijazidiwa na mtu yoyote. Sababu maisha yangu yenyewe najiendesha. Kwa hiyo sijazidiwa na mtu yoyote, naishi maisha yangu. Aya jamani, vijora vyetu ni hivi hapa. Vijora vyetu ndio hivi. 10,000 yako ya Kitanzania. Tuna rangi hii na nina rangi hii hapa. 10,000 ya Kitanzania. Tuje tu enjoy watu wazima wenzangu. 10,000 yako njoo tu enjoy. Kwani tusienjoy jamani, hela hatuna. Ndio je, tuna hela ambazo zinajitosheleza sisi wenyewe. Maana sisi tuna hela ndio sielewi. Kaa hapa. DJ atakuwa DJ yetu mgombanishi. DJ mgombanishi, DJ mnafiki. DJ mtashi. Kaa hapa. DJ atakuwa DJ yetu mgombanishi, DJ mnafiki. Huyo anatugombanisha, huyo DJ mnafiki, DJ mtasha ndo tutakuwa naye live. Yaani huyo ni lazima awepo. Yaani hamna jinsi. Huyo DJ mwingine yule kwenye mambo haya kwanza hayataki hata kuyasikia, lakini ndio hivyo atafanyaje tena, mwanamke ndo kashamchagua, hamna jinsi. Sawa.